Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka Radio Kwizera FM. Msomaji ni Jerome Robert, na kwanza ni muktasari wake. Rais Samia Suluhu Hassan ametoa mwito wa ari ya ushirikiano wa Tanzania na Angola wakati wa kupigania uhuru itumike pia kutafuta suluhu ya changamoto katika nchi hizi. Chama cha wamiliki wa daladala jijini Mwanza kimesema kitakwenda mahakamani kudai fidia ya hasara kwa uharibifu wa magari yao kutokana na wakandarasi wanaojenga daraja la Mkuyuni na Mabatini kushindwa kujenga njia za mchepuko. Na takribani watu 22 wamefariki na wengine bado hawajulikani walipo baada ya ajali ya meli ya MV Jados ambayo imetokea ndani ya mto Kongo usiku wa kuamkia jana mkoa wa Ikweta nchini DRC. Habari kamili. Luanda. Rais Samia Suluhu Hassan ametoa mwito wa ari ya ushirikiano wa Tanzania na Angola wakati wa kupigania uhuru itumike pia kutafuta suluhu ya changamoto katika nchi hizo. Amesema hayo jijini Luanda wakati akihutubia bunge la Angola wakati wa ziara ya kikazi nchini humo kwa mwaliko wa rais wa Jamhuri ya Angola João Manuel Lourenço. Rais Samia amesema nchi hizo zinapaswa kuungana ili kutatua changamoto zinazowakumba wote kama vile umasikini, ukosefu wa usalama na mabadiliko ya tabia nchi. Rais Samia ameongeza kuwa Tanzania ilitoa mchango kwa Angola wakati wa kupigania uhuru na kwamba wakati huu baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alisisitiza kuwa Afrika haitakuwa na mustakabali mzuri kama hawataungana. Muleba. Chama cha wamiliki wa daladala jijini Mwanza kimesema kitakwenda mahakamani kudai fidia ya hasara kwa uharibifu wa magari yao kutokana na wakandarasi wanaojenga daraja la Mkuyuni na Mabatini kushindwa kujenga njia za mchepuko. Mwenyekiti wa chama hicho Yusuf Ulpilia ameiambia Radio Kwizera ikiwa ni siku moja baada ya barabara ya kutoka mjini kwenda Usagara kufungwa kwa muda katika eneo la Mkuyuni baada ya maji kufurika katika daraja hilo. Kwa maana anatupiga hasara ambayo yeye ni mkandarasi ambaye anachukua hela nyingi kwa serikali. Kwa hiyo sisi tamko letu wamiliki tumeamua kwenda mahakamani tukamuulize, anatengeneza leseni ambao wanaweka mauzi barabarani. Kwa hiyo mkandarasi amesababisha kupata hasara, magari yanaharibika kutokana na zile road hazikuandaliwa vizuri, kwamba kuna mbadala, kuna magari mengi yatapita huko. Meneja wa wakala wa barabara TANROADS mkoa wa Mwanza Ambrose Pasco amesema malalamiko mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira jijini Mwanza MWAUWASA wako kwenye hatua ya kuhamisha miundombinu ya maji ili ujenzi wa madaraja hayo uendelee. Muleba. Baadhi ya akina mama wajasiriamali kutoka soko kuu Muleba mkoani Kagera wamemwomba mkandarasi anayejenga soko hilo kukamilisha kwa wakati ili waanze kulitumia. Wameieleza Radio Kwizera kuwa kujengwa kwa soko la kisasa kutaongeza fursa kwao ya kujiinua kiuchumi kwa kufanya biashara na watu mbalimbali ndani na nje ya mkoa wa Kagera. Mradi utatunufaisha sisi wafanyabiashara wadogo wa soko kuu la Meza, maana tulikuwa hatuna mwingiliano wa watu kwa sababu ya kutokuwa na makazi ambayo yako sahihi kibiashara. Nadhani watu watatoka Buseresere, Mshamba, Bukoba. Hata sisi ambao ni wa huku chini tuna kamtaji kadogo, lakini tukipata kachumba hapa ina maana mtaji wetu tunaendelea kuinuka, na bahati nzuri ametupa na uwezeshaji, akatupa mikopo, tunachukua mikopo, tunaenda kuendesha biashara yetu. Ina maana biashara inakuwa nzuri zaidi. Makamu mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya Muleba Muhaji Bushako amesema kuwa ujenzi wa jengo hilo unagharimu zaidi ya shilingi bilioni 1.7 awamu ya kwanza na utakamilika mwezi Julai mwaka huu. Mwanza.
Mahakama ya wilaya ya Kwimba mkoani Mwanza imemhukumu miaka 60 gerezani mkazi wa kijiji cha Kinamweli kwa kosa la kubaka na kumsababishia ujauzito mwanafunzi mwenye umri wa miaka 14. Hakimu wa mahakama hiyo hakimu mfawidhi wa mahakama hiyo Dustin Ndeko amesema mshtakiwa Idi Renaltus Makungu mwenye umri wa miaka 30 alitenda kosa kwa nyakati tofauti kati ya mwezi wa 4 na wa 5 2024 kijijini hapo wilayani humo. Kwa mujibu wa hakimu Ndeko, mshtakiwa alitenda kosa hilo katika kesi ya jinai nambari 31962 ya mwaka 2024 kinyume na vifungu vya 13130(12)(e) na 13133 kifungu cha kwanza vya kanuni ya adhabu sura ya 16 marejeo ya mwaka 2022. Mwendesha mashtaka wa serikali Juma Kiparo amesema kuwa mshtakiwa alifikishwa kwa mara ya kwanza mahakamani hapo tarehe 11 mwezi wa 11 2024 na kusomewa mashtaka ya kubaka na kumpa mimba binti huyo ambaye ni mwanafunzi wa darasa la 4. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka Radio Kwizera FM. Kinshasa, takriban watu 22 wamefariki na wengine bado hawajulikani walipo baada ya ajali ya meli ya MV Jados ambayo imetoka ndani ya mto Kongo usiku wa kuamkia jana mkoa wa Equateur nchini DRC. Msemaji wa shirika la raia katika mji wa Mbandaka, Bwana Kayenge Engonda, amesema chanzo cha ajali hiyo ni kupakia kupita kiasi na kusafiri nyakati za usiku. Mashuhuda wa tukio hilo wamesema kuwa meli hiyo ilikuwa ikitokea katika mji wa Mbandaka kuelekea kwenye soko la Mobenzeno. Uongozi wa jeshi la maji katika mkoa huo umesema kuwa shughuli za kutafuta waathirika wa janga hilo zinaendelea kwa kushirikiana na chama cha Msalaba Mwekundu nchini humo. Na Bujumbura, tume huru ya uchaguzi nchini Burundi SEN imetangaza kuwa jumla ya wananchi 613,010 wamesajiliwa ndani na nje ya nchi kwa ajili ya kushiriki katika uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika mwezi Juni mwaka huu. Taarifa hiyo imetolewa na mkurugenzi wa SEN Bwana Prosper Ntahorwamiye wakati wa mkutano uliofanyika jijini Bujumbura na kuwashirikisha mawakala wa tume hiyo kutoka ngazi ya wilaya, mikoa yote nchini humo. Ntahorwamiye amesema kuwa zaidi ya vituo 14,000 vya kupiga kura vitatumika katika zoezi hilo nchi nzima, hatua ambayo inalenga kuhakikisha kila mwananchi aliyesajiliwa anapata fursa ya kushiriki kikamilifu katika zoezi hilo la kidemokrasia. Aidha, amebainisha kuwa idadi ya wapiga kura waliothibitishwa imepungua kidogo ikilinganishwa na matarajio ya awali kutokana na vifo vya baadhi ya wananchi waliokuwa tayari wamesajiliwa kwenye daftari la kudumu la wapiga kura. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, huu tena ni muktasari wake. Rais Samia Suluhu Hassan ametoa mwito wa ari ya ushirikiano wa Tanzania na Angola wakati wa kupigania uhuru itumike pia kutafuta suluhu ya changamoto katika nchi hizi. Chama cha wamiliki wa daladala jijini Mwanza kimesema kitakwenda mahakamani kudai fidia ya hasara kwa uharibifu wa magari yao kutokana na wakandarasi wanaojenga daraja la Mkuyuni na Mabatini kushindwa kujenga njia za mchepuko. Na takriban watu 22 wamefariki na wengine bado hawajulikani walipo baada ya ajali ya meli ya MV Jados ambayo imetokea ndani ya mto Kongo usiku wa kuamkia jana mkoa wa Equateur nchini DRC. Waza Wazua. Msikilizaji, wale waliolala kwenye giza huamka na macho yenye kuona mbali zaidi. Waza Wazua.
Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari. Endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii Instagram, TikTok na X @Radio Kwizera FM, YouTube Kwizera TV. Saa 10 alasiri utaletewa duru habari.